Bwana asifiwe. Kuna watu watatu ambao ni muhimu sana katika dunia hii. Wa kwanza ni mzazi. Wa pili ni mtu wa Mungu. Wa tatu ni mwalimu. Huyu baba yetu ambaye amepumzika, nimesoma hadithi yake, nimesoma wasifu wake, na alikuwa hayo mambo matatu. Alikuwa mzazi, sio tu kwa wale watoto alizaa yeye mwenyewe, lakini kwa watu wengine wengi ambao wanamuita baba. Alikuwa mzazi wao, vilevile alikuwa mtu wa Mungu, vile nimesoma pale, ile kazi alifanya katika mambo ya kudhibiti kanisa. Na jambo la tatu, alikuwa mwalimu, alifunza watu wengi mambo mengi ya maisha, ya Ukristo, ya biashara, ya ukulima. Kwa niaba ya familia yangu, mke wangu Joyce na watoto, tunasema pole sana. Mimi nimejua baadhi ya watoto wa mzee kwa njia ya kibinafsi, ikianza na ndugu yangu Davis, waziri wetu wa uchukuzi na mawasiliano, ambaye Davis tumetoka naye mbali sana. Sana. Tumefanya kazi nyingi sana pamoja, tukisaidia rais hata kabla hajakuwa rais. Tumekuwa na Davis katika kazi ngumu, na tumekuwa mpaka Chebangu, ile kanisa ya Chebangu. Tumekuwa hapa na Davis, tumekuwa nyumbani. Nimejua Davis na mke wake Daktari Betty. Nimejua sikuwa nimejua huyu dada yetu huyu Angela daktari, lakini nilijua mume wake Profesa Wilfred Lesan, ambaye tulikuwa na yeye Senate pamoja. Nimejua Ruben ambaye amekuwa commissioner wa ile commission ambaye ni utumishi wa umma. So nimekuwa na bahati, nimejua baadhi ya watoto wa mzee, na wamekuwa marafiki wangu wa dhati, marafiki wa karibu. Na nilikutana na mzee hata siku ile tuliapishwa kuwa mawaziri, mimi na Davis. Davis siku hiyo akiapishwa kama waziri wa kawi, na mimi nikiapishwa kama waziri wa usalama wa taifa. Tulikutana na mzee. That time he was 90 years old. And he was looking very strong. So nimeuliza Davis, ile picha ya mzee pale ilipigwa akiwa 40 ama 45? Akaniambia hapana, hiyo picha imepigwa mzee akiwa 90. Just 3 years ago. Waombelezaji wenzangu, mkiangalia hiyo picha inakaa kama ya mzee wa 90 years. Look at that blazer. Angalia hiyo Godfather. Ni vile tuko katika maombolezi kwa sababu tumepoteza mzazi. Ningesema ukiangalia huyo mzee ni fire. Sinoma sana. Daddy looks 40 by the grace of God. Alijiweka vizuri, aliweka nidhamu, hakuharibu maisha yake na mambo mengi ambayo yanatusumbua siku hizi. And this is a challenge for all of us who are looking older than our time, to learn from the good example of our dad. Kwa hivyo niseme tu pole mama Rachel, ambaye ni mke wa mzee, rafiki yake, ni mpenzi wake na mama yetu. Nasema pole mami. Na wale wengine, our brothers and sisters, we are sorry. Grandchildren, great grandchildren, we are very sorry.
na pia niombe msamaha kwa kanisa kwa sababu tumeingiliana na ratiba kidogo. Ni kwa sababu nilikuwa nimeongea na my brother waziri, because rais alikuwa amenituma mahali kwingine kumsaidia kufungua mkutano mkubwa ambao unaendelea hapa Nairobi wa mawaziri kutoka barani Afrika, mambo ya mawasiliano ICT. Na kwa sababu mimi ni mtu ya yesa, nikasema yesa, nataka nikimbie huko, because I see there are people with problems with that, and I wonder what else would be the work of the deputy president if not to support the president to deliver on this work. So nasema pole Mheshimiwa Rais, atakuwa na sisi, he has already reached out to the family, na atakuwa na sisi kule Chebango. Tunaomba Mwenyezi Mungu alaze roho ya mzazi wetu, baba yetu mzee Edwin Kipchirchir Koech mahali pema peponi, na mzee has lived a good life. I am very, very impressed by the life and times of this mzee. Na kwa sababu nikimalizia nimesema ya kwamba ule mtu katika hao vijana na wasichana wa mzee ule nimekuwa naye muda mrefu ni Davis. Nilikuwa nashangaa Davis hii ustaarabu yake ametoa wapi? I was wondering, sababu ni mtu organized, nidhamu nyingi, very smart all the time. Kwa nauliza hii ustaarabu mingi hii ametoa wapi? And you can see for yourself that the apple does not fall very far away from the tree. Kwa hivyo Davis, pole sana, I wish you well with your family. We are together, my brother. Sasa sisi wale wengine ambao uko na bahati kuwa na mzazi, take care of your parent. Take care of your parent the way Davis and the siblings took care of mzee. Many times Davis will tell us he has gone to have a conversation with Papa as late as 2 weeks ago. And even that Sunday, I'm told they were together. So it's very painful. Those of us whose parents are still around, please take care of them. And the elders we still have around, please, please, don't abandon us. Okay? Advise us, help us when you're still around. Don't fear us. It doesn't matter the offices we hold. It doesn't matter the universities we've attended, the degrees we have. There is a school called the School of Life. And the only teacher in that School of Life is a parent, is an older person who has seen things that you have not seen. So I wish you all the best. Mungu alaze roho ya baba yetu mahali pema peponi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you.